Leo tutaongea kuhusu ugonjwa wa kiharusi unaotokana na saluni ya urembo. Saluni ya urembo ni mahali pa kupumzika, kufurahia na unajua, kupata huduma za urembo na mambo mengine. Lakini je, hilo linaweza pia kusababisha kiharusi? Hivi ndivyo kilichomtokea mmoja wa wanawake waliokuja kuniona kwa ushauri. Kwa kifupi, alikuwa ameenda kusafisha nywele zake. Na kama unavyojua, kusafisha nywele huchukua muda, kwa hiyo ilikuwa karibu dakika 40 hadi 45. Alikuwa na maumivu shingoni na kidogo. Alikuwa anahisi kizunguzungu pia, lakini alidhani ni kwa sababu ya jinsi alivyokaa, na kwa namna fulani aliendelea na akamaliza huduma yake ya kusafisha nywele. Lakini mara tu alipomaliza huduma hiyo, alipata kizunguzungu kikali, kichefuchefu na akatapika. Kwa hiyo alihusisha hali hiyo na aina fulani ya tumbo kuharibika, kisha akamwona daktari wa magonjwa ya tumbo ambaye alimpa dawa za asidi na za kuzuia kutapika na akamrudisha nyumbani. Lakini tatizo halikuisha. Siku iliyofuata hata kutembea kulikuwa kugumu kwake. Alikuwa anatembea kwa kuyumba. Ndipo akafikiria huenda kuna tatizo kwenye ubongo, na hapo ndipo aliponishauri mimi. Nilipomchunguza, alikuwa na dalili dhahiri ambapo, unajua, alikuwa akiegemea upande mmoja. Alikuwa anaelekea kupoteza usawa upande mmoja, jambo ambalo lilionyesha uwepo wa kitu kinachoitwa ugonjwa wa cerebella, unajua, ugonjwa wa ubongo mdogo. Kwa hiyo mara moja nikaamua kufanya MRI ya ubongo, na hapo hofu zetu mbaya zaidi zikathibitika. Alikuwa amepata kiharusi ambapo damu iliganda kwenye cerebella au sehemu ya nyuma ya ubongo. Sasa tunaweza kusema kwamba ilikuwa ni kwa sababu ya matibabu ya saluni ya urembo au huduma ya kuosha nywele. Ndiyo, basi kwa sababu hii siyo kesi ya kwanza tuliyoiona. Ukiangalia maandiko ya kitaalamu, kesi kama hizi zimeripotiwa hapo awali kutoka nchi nyingine, na sisi wenyewe pia tumeona kesi kama hizi zamani. Kitu kizuri ni kwamba haitokei mara kwa mara. Ni nadra kutokea, lakini kwa nini inatokea? Moja ya sababu ni kwamba ukikaa na shingo ikiwa imeinama sana upande mmoja, nyuma ya shingo kuna mshipa wa damu unaitwa mshipa wa vertebral ambao unasambaza damu sehemu ya nyuma ya ubongo, na huo mshipa unaweza kukunjamana. Na hili lina uwezekano mkubwa kutokea kwa wanawake walio na umri mkubwa, tuseme zaidi ya miaka 50. Mwanamke huyu alikuwa na umri wa takriban miaka 55, na pia wale ambao wana sababu nyingine za hatari ya kupata kiharusi, kama vile kuwa na shinikizo la damu la juu, kisukari, kolesteroli nyingi, au kama ni wavutaji sigara, tayari mishipa yao ya damu imebanwa. Hivyo wana uwezekano mkubwa wa kupata aina hii ya kiharusi cha saluni ya urembo. Sasa swali ni, unajua, je, tuache kwenda kwenye saluni za urembo au tuache kwenda kunawa nywele? Jibu ni hapana. Unahitaji tu kuchukua tahadhari fulani. Kwa hiyo la kwanza ni kwamba hakikisha tu kwamba shingo haipo kwenye nafasi isiyo ya kawaida. Kama wakati mwingine wanaweka shingo au kichwa kwenye sinki, halafu shingo inainamishwa upande mmoja, na hiyo inachukua muda mrefu. Ona kama ni hivyo, jaribu kupunguza muda. La pili, unaweza kuweka taulo au kitu chochote ili kufanya shingo iwe na starehe na iwe na mto eneo hilo. Na jambo muhimu zaidi ni kwamba ukianza kupata dalili zozote, acha kabisa hiyo shughuli. Uliza yako, unajua, mwambie akomeshe, halafu upumzike. Na pia hatari ni ndogo sana kwa watu vijana au wale wasio na vihatarishi. Kwa hiyo wale ambao ni wazee au wale walio na vihatarishi wanapaswa kuwa waangalifu zaidi. Na muhimu zaidi ni kwamba endapo utapata dalili zozote, wasiliana na daktari wa neva, kwa sababu utambuzi wa haraka na matibabu ya mapema yanaweza kukusaidia kupona kabisa. Na jambo hili lilimtokea yule mwanamke aliyenishauri pia. Nilipoanza kumpa dawa na kumfanyia mazoezi ya viungo, alipona vizuri sana, na baada ya wiki chache akarudi katika hali yake ya kawaida. Kwa hiyo hakuna haja ya kuwa na wasiwasi. Kuwa makini, chukua tahadhari za kujikinga, halafu endelea kufurahia ziara zako kwenye saluni ya urembo pia.